Karibu tena kwenye channel yetu. Leo tutazungumzia watu wenye nguvu kali sana ya ndani. Hawa ni watu wa nyota ya moto. Kama wewe ni Aries, kama wewe ni Leo, kama wewe ni Sagittarius, nikiwa na maana kama wewe ni Punda, kama wewe ni Simba, kama wewe ni Mshale, basi hii video ni yako. Na kama sio kato, ujue kwa nini hawa watu huvutia sana. Hawa ni watu wanaoongozwa na nguvu ya ujasiri, nguvu ya kufanya sasa hivi, shauku ya maisha. Wana ujasiri mkubwa sana, hawaogopi kujaribu mambo mapya, wanapenda kuwa wa kwanza kufanya kitu. Kwenye nguvu na energy nyingi huwachosha haraka, wakikaa bila kufanya kitu, wanapenda shughuli na haraka. Wanapenda kuongoza, hasa Leo, nikiwa na maana hasa Simba. Wanapenda kuwa mbele na mara nyingi huwa viongozi wa asili automatic. Wana shauku kubwa ya maisha, wanapenda maisha yenye furaha, burudani na pia matembezi. Wanasema ukweli moja kwa moja bila kuogopa, hawapendi kuficha hisia. Wanasema wanachohisi bila kuzunguka. Wana mvuto wa kipekee, ni rahisi watu kuwafuatilia au kuvutiwa nao. Kwa hiyo akiwa kiongozi, akiwa maarufu, lazima atakuwa na ushawishi mkubwa sana kwa watu. Kwa mfano kwa hapa Tanzania tunaweza tukamwangalia Hamisa Mobeto, pia yuko katika kundi la, nadhani ni kundi la Mshale kitu kama, mtafuatilia baadhi yake, mtaangalia madhaifu yao. Wana hasira za haraka. Hasa Simba ni watu ambao wana hasira kupitiliza. Yani kama wewe ni Simba utajiona wakati mwingine hata kwenye mahusiano unakuta unaharibu, kwenye kazi unaharibu, kwa sababu zile nguvu ambazo uko nazo ndani yako. Hupendi mtu akupande juu ama hawe juu yako ama akupeleke vile anavyotaka, kama awe mbabaisha juu. Unapenda yule mtu ambaye ana nyoka, yani moja kwa moja. Kwa hiyo mara nyingi huwa mnajikuta ndo hivyo, umeongea maneno makali. Watu wengi waga wanaogopa. Unaweza ukata sehemu ya kazi unakuta watu wanakuogopa, ama sehemu yote, maeneo yote yale hivyo, ama hata ukiwa kwenye mahusiano wakati mwingine unakuta kutokuelewana kwa sababu ya zile hasira za haraka. Kukosa subira wakati mwingine ndo hivyo, kuna asili ya kukosa subira kabisa huwa inatokea ndani. Kama wakati mwingine hata Punda anapenda mambo ya haraka vitu viende, lakini pia wakati mwingine hata Mshale anaweza kuta tu amejitumbukiza kwenye jambo ambalo hivyo baadaye likamletea hata matatizo. Kwa hiyo ni watu wa hivyo, yani kuto kutuliza nafsi, yani ili kuwa na, yani kutulia kwamba hiki kitu. Mara nyingi waga mnajikuta ni watu wa kulipuka. Kwa hapa waga pia na washauri wengi, jaribuni kutafuta angalau hata stones ama mawe unavaa tu kama bangili ama mkufu ama pete kwa ajili hata ya kutuliza, kwa sababu wakati mwingine unaweza kujikuta unaharibu mambo yako kazini, unaharibu mapenzi, unaharibu unakwenda hivyo. Mtu wa hivyo tu, wakati mwingine unaweza kaisi labda hata una matatizo, labda umeroga nini, lakini hamna. Na wakati mwingine hata unaweza mkatafuta manukato ya kuwashusha kidogo, yani kupoza. Kuna manukato ambayo ukitumia hata ukienda sehemu yote, mfano kama hutaki kabisa vurugu, unapoa mwenyewe automatic. Kwa mnaweza mkatafuta manukato yenye utulivu pia. Wakati mwingine kuwa na kiburi. Hiki kitu huwa kinawatokea sana, yani kujitutumua, kuwa na kiburi. Hasa Simba huwa hiki kitu hako nacho sana. Hiki kitu anakuwa nacho sana. Punda na hivyo, lakini Simba mara nyingi paka anajikutaga anapoteza bahati zake. Kuanzisha vitu vingi bila kuvimaliza. Wakati mwingine waga inatokea ile milipuko ya ndani, unaweza kuanzisha hiki ukuta tena umehamia kitu kingine ama jambo lingine. Siri yao kubwa ni hii, wanawaka ndani yao sana. Wakiwa na lengo hawaachi kirahisi, na hata wakishindwa kurudia tena kwa nguvu zaidi ya mlipuko wa ndani. Ni kama moto, unaweza kupungua lakini hauzimiki kirahisi. Kwa hiyo ndo hali ambayo inawatokea ile milipuko ya ndani. Kwa kama unaishi na mtu ambaye ndani yake anaongozwa na nguvu ya moto, inatakiwa uende naye taratibu, rasi hivyo unaweza usidumu naye. Kama wewe ni nyota ya moto, andika mimi ni moto kwenye comment, lakini pia usisahau kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele.